بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea madarasa haya ya sera na tumefika katika barua aloandika Bwana Mtume kwa wafalme wa Himyar. Alianza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama kawaida yake kwa bismillah arrahmanir rahim, kutoka kwa Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu mpaka kwa Harith ibn Abd Kulal na kwa Nuaim ibn Abd Kulal na Nu'man Qil dhi Ru'ain wa Maafir wa Hamdan, yani hawa wote ndio hao wafalme wa kule Himyar. Akasema amma ba'd, kwa hakika mimi namhimidi Mwenyezi Mungu ambaye kwamba hapana mola isipokuwa yeye, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kisha akasema tena amma ba'd, akasema kwa hakika wamefika sisi wajumbe wenu, wamefika wajumbe wenu kwetu sisi na tumekutana nao Madina, na wakaeleza yale ambayo nyinyi mmewaambia, wakabalighisha, wakafikisha yale ambayo nyinyi mmewaambia wafanye nini, wafikishe. Alhamdulillah, wametueleza kwa nyinyi mmesilimu, wametueleza kuhusu kuwapiga vita kwa washirikina, yani kuwa nyinyi mmepiga vita washirikina, na kuwa Mwenyezi Mungu amewaongoza nyinyi kwa hidayah yake. Basi sasa, ikiwa nyinyi mutafanya yale anayotaka Mwenyezi Mungu, ikiwa mutasuluhisha mambo ya Mwenyezi Mungu, ikiwa mutamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mukasimamisha swala, na mukatoa zaka, na mukatoa ghanima, na mukatoa sahm ama kipande cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mukatoa yale yaloandikwa kwa waumini kwa sadaka, basi mutafuzu. Kisha akasema amma ba'd, akasema tena amma ba'd, manake abadilisha maelezo, abadilisha mazungumzo. Asema kwa hakika Muhammadi mtume Mwenyezi Mungu ametuma wajumbe fulani kwa Zuraa ibn Dhi Yazn. Yani Bwana Mtume alituma watu kwenda kwa huyu Zuraa, afwan si Zuraa, Zuraa ibn Dhi Yazn. Akasema wakija hawa wajumbe wangu, basi nawahusia mwafanyie khairi. Miongoni mwao ni Muadh ibn Jabal na Abdullah ibn Zaid na Malik ibn Ubada wa Uqba ibn Namr na Malik ibn Murra, na watakuja na watu wengine maswahib zao, yani marafiki zao. Na mujumuisha sadaka zenu muwape wao, yani zaka muwape wao, wazigawanye wao, na muwape pia jizya kwa wale watu ambao nyinyi mmechukua jizya. Yani kuna watu ambao walikuwa chini ya hawa Himyar, ambao si waislamu, basi walikuwa wakichukua jizya, sema na muwape wao pia. Na muambie wape wajumbe wangu, na amiri wao atakuwa ni Muadh bin Jabal, amiri wao atakuwa ni Muadh bin Jabal. Kwa hiyo fanyeni bidii mumridhishe yeye, maana yeye ndo nani? Yeye ndo amiri. Kisha akasema tena Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd, kwa hakika Muhammad, yani yeye Bwana Mtume, yashhadu an la ilaha illa Allah, anashuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa illa Allah, na kuwa yeye ni mtumwa wake, yeye ni mja wake na mtumi wake. Kisha kuna huyu Malik ibn Murra Ar-Rahawi, akasema Bwana Mtume sasa anaeleza, anasema huyu amenijulisha mimi kuwa watu wote ama watu kutoka mwanzo wa Himyar wamefanya nini? Wamesilimu na wamewapiga vita mushrikina. Basi Bwana Mtume akasema fa abshir bi khairin, basi tukweni bishara ya khairi. Na mimi nakuamrisha wewe, yani nyinyi wafalme, nawaamrisha nyinyi bi Himyar khairan, mufanye khairi kwa Himyar, ufanye mema, wala musikhini watu, wala musidhulumu watu, na mujue kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu ndiyo maula, yani ndiyo kiongozi, ndiyo anayewachunga. Anayewachunga nani? Wale maghani wenu, matajiri wenu. Yani Bwana Mtume ndio mwenye kuchunga matajiri wenu na mwenye kuchunga maskini wenu. Subhanallah. Kisha asema na sadaka haifai kwa Muhammad na ali zake, yani haifai watu wa ali za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuchukua zaka, haifai, ni haramu. Kwa hakika zaka ni haramu, haifai kwa Muhammad na watu wake ahli baitihi, haifai. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametaja hili ili kuwapumzisha wale, kuwatuliza roho, kuwa hizi zaka tunazotukua hatutukui kwa ajili yangu, aslan mimi ni haramu kula zaka.
na albeiti wangu ni haramu kula zaka. Kwa hivyo tuatukua ili tuwape mafakiri. Kwa hivyo nyinyi yani musiwe na wasiwasi, hizi pesa si ati tutukua tuzile sisi, mali haya tutukui tu yale sisi. Kisha bwana mtume anasemaje? Kwa hakika hiyo ni zaka inatolewa kwa mafukara waislamu na wale wapita ndia, yani wale wasafiri ambao safari zao zimefanya zimekatika. Kwa hivyo sisi hatutukui kitu. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kisha akasema kwa hakika huyu Malik ametubalighishia hizi habari, na nawaamrisha mufanye khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miongoni mwa wageni pia walokuja ni wafdi ya kutoka Hamdan. Wafdi hii ilikuja na kulikuwa na mtu mmoja mshairi maarufu, Malik ibn Namat, na alikuwa mshairi mzuri sana. Hawa wakakutana na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa toka Tabuk. Na mashaallah huyu Malik aliandika mashairi. Aliandika mashairi, yani aliimba mashairi kwa ajili ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akisema halaftu bi rabbi raqasati ila minan, halaftu bi rabbi raqasati ila minan, sawadi rabbi rukbani min hadbi qardadi, bi anna rasulallahi fina musaddaqun rasulun ata min indi dhil arshi muhtadi, fama hamiltu min nagatin fawqa rahliha ashadda ala a'daihi min Muhammadi. Kwa ufupi yani maana hizi abiyat asema mimi naapa kwa Mola wa ngamia, ngamia ambao wamebeba watu, amebeba watu tena katika majabali. Na hapa kwa ajili gani? Sasa jawabu la ile kiapo asema na hapa kuwa bi anna rasulallahi fina musaddaqun, ya kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi na tumemwamini sisi, yani watu wa Hamdan tumemwamini. Na huyu mtume amekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kutoka kwa mwenye arshi, muhtadi, tayari ana hidayah, ameongozwa, na amekuja yeye ni mwenye kuongoza. Muhtadi yani yeye anaongoza. Bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, asema mujue fama hamilat min naqatin, basi haikuwahi kubeba ngamia yote, hajawahi kubeba juu yake yule ngamia mtu ambaye ana nguvu kuliko kwa maadui zake kama bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, katika mashairi mazuri ya kumsifu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi huyu wafdi hawa Hamdan, bwana mtume alimjalia huyu Malik awe ndo kiongozi katika kwa wale ambao walikuwa wamefanyia wamesilimu katika watu wake. Na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwasifu hawa Hamdan, akasema hawa ndo ni'mal hayyu Hamdan, yani watu wema zaidi, kundi la watu bora zaidi, kijiji kibora zaidi ni hawa watu wa Hamdan, kitaa kibora zaidi ni watu hawa wa Hamdan. Kwa sababu gani? Walikuwa wana haraka katika kumnusuru bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wao walikuwa ni wazito, yani wana subra katika jihadi, na katika wao kuna mawali, na katika wao kuna majabali katika imani. Subhanallah, bahati yao watu wa Hamdan. Na inshallah katika madarasa tutakayokuja tutaendelea, bado hao wageni ni wengi. Kuna wafdi ya Tujib, inshallah tutakuja tuzungumzie katika madarasa yatakayokuja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira.